siku 7 bila kula na kunywa. Unaweza kaishi siku 7 hizo? Hapana. Pia amesema hapana. Wewe tukupe siku 7 bila kunywa, bila kula. Unaweza kaishi? Siku 3 je? Tukupe siku 40, tutakuokota. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sasa mwili kama mwili, kuna vitu vya muhimu ambavyo Mungu ameitengenezea mwili ili uweze kusurvive hapa duniani. Na mwili asili yake ni udongo. Kwa hiyo inabidi upewe asili yake. Hivi unaelewa kwamba chakula chote tunachokula ni udongo. Udongo unaushibisha udongo. The more unavyokuwa fat, manake umeushibisha mwingi zaidi. Ndio maana ukiuendekeza mwili kwa kula, unaushibisha udongo kwa udongo, na ndivyo unazidi kufanania udongo kwa udongo. Kwa hiyo mwili unahitaji chakula ili uweze kusurvive hapa duniani. Sasa na roho je, imetoka kwa Mungu ili uweze kusurvive ndani ya mwili hapa duniani, ifunction kama kiumbe wa mbinguni duniani, isiongozwe na huyu ambaye anategemea cha dunia cha kwenye ardhi. Wewe unadhani anatakia aishije? Ukijijua mimi ni roho niliyotoka kwa Mungu, la uzima ujue kwamba chakula changu na mimi kama roho ni cha rohoni, inabidi nipokee kutoka kwenye roho. Na ukishaokoka anasema kwamba wale wanaongozwa na roho, hao ndio wana wa Mungu, sio wale waliozaliwa kwa damu wala kwa nyama, bali wamezaliwa kwa mbegu isiyoharibika, wamezaliwa kwa neno. Kwa kama wewe ni roho na unaongozwa na roho, inabidi utafute sana roho yako wewe ikue na kuongezeka ikiongozwa na ya rohoni. Lazima utafute chakula cha roho, na huo mwili huku nao una cha kwake, unatafuta. Hapa katikati kuna nafsi ambayo ina tafsiri ya huku ya kwenye mwili na ya kwenye roho, lakini sisi nia yetu ni kuongozwa na Mungu, si ndio? Nia yetu ni sisi tuishi kama Mungu anavyotaka hapa duniani. Hivi vitu viwili, mwili na roho na nafsi, ikiwa katikati, kuna kimoja inabidi kiweze kushinda, vyote viweze kutawala. Kwa hiyo hii roho inabidi awe na nguvu aweze kumshinda huyu. Kwa ukitaka kutembea kama mtu wa mbinguni duniani, lazima utafute roho yako iimarike, iwe ina nguvu kuliko mwili. Kwa hiyo kwa habari ya chakula, uelewe kwamba roho ina chakula cha rohoni na mwili una chakula chake. Inabidi ufanye kwa namna yoyote, yani utie juhudi kwamba na kumtafuta Mungu kwamba roho yako ishibishwe, iwe na nguvu kuliko mwili wako unavyoshibishwa cha mwilini.